Kaunti ya Nakuru kwa miaka mitatu sasa imekuwa ikishuhudia kuporomoka kwa sehemu mbalimbali na kusababisha mashimo maeneo hayo. Mabadiliko haya hujitokeza zaidi wakati mvua kubwa inaponyesha katika kaunti hiyo. Ni hali iliyolazimu mamia ya familia kuhamishwa na hata wengine kusalia kwenye hofu kila mara hatari inapojitokeza. Mary Nyambura na taarifa hiyo. Mjadala kuhusu iwapo bonde la Ufa linagawanyika umezua minong'ono jijini Nakuru. Kwa miaka mitatu sasa, shughuli za kijiolojia za kipekee zimekuwa zikijitokeza. Mashimo na nyufa zikionekana zaidi wakati wa mvua kubwa, ishara kwamba Nakuru imejengwa juu ya ardhi isiyo thabiti. Tarehe 9 Mei mwaka 2024, zaidi ya familia 500 zilifurushwa baada ya shimo kubwa kutokea Kaptembwa na kuharibu nyumba zao. Mwaka mmoja baadaye, kwa wakazi kama Masi Nyaboke na Sheila Bukati, kila tone la mvua huibua hofu kwamba ardhi inaweza kuporomoka tena. Hapa mahali kuporomoka ndio tunaishi hapa kando. Tunahofia maisha yetu sababu mvua ikinyesha mingi hata tukaangi kwa nyumba. Tunaogopa tunakuja kukaa nje tukichunga tuone kama tunaweza pebwa ama hatutapebwa. Tunaona hata hiyo mchanga imewekwa hapo ni yenye inafunika mashimo. Hasa mvua imenyesha siku 2-3. Tunaona kama bado hakuna kurekebishwa, imerekebishwa juu bado tunaweza kuporomoka na tuna habari. Tuko na uoga juu bado shimo ukienda na huko bado iko. Maeneo tofauti ya Nakuru yameathirika. Nyufa zimekatiza mashamba, barabara na hata maboma ya watu. Tarehe 4 Septemba mwaka huu, shimo lilitokea katika eneo la Eveready kando ya barabara ya Nakuru kuelekea Eldoret, siku ambayo shimo lingine lilitokea kwenye barabara hiyo mwaka wa 2024. Wanajiolojia sasa wametambua maeneo yaliyo kwenye hatari zaidi ya kuporomoka. Imebainika kuwa kuna hitilafu ya mpito kutoka kreta ya Menengai hadi ziwa Nakuru na ambayo hushuhudia shughuli za kijiolojia mara kwa mara. Maeneo yaliyo kwenye njia hiyo ni Kaptembwa, Gioto, Eveready na Kiamunyi yaliyoko katika eneo bunge la Nakuru Magharibi na ambayo mashimo yamechipuka mara kwa mara. Maeneo ya Ngata na Gilgil yameathirika pia. The Makalia fault. Yeah, that is only one, but some of them are not visible because of the thick pyroclastic layer which is there in Nakuru, and we've done some mapping and maybe we shall be able to identify them. There are two main features that are very visible. The western side, which goes, that is from Caldera, Paidivram Estates, all the way to Koinange Primary, Kaptembwa through Shabab area. And then we have the bigger one also in the area of Bagalia River. Nakuru ni mojawapo ya miji inayozidi kukua kwa kasi nchini. Lakini swali ni je, udhaifu wa ardhi unachangia vipi mazungumzo kuhusiana na kukuza jiji hili? The rate at which the Kenya Rift is opening up is less than 1 centimeter. Maximum maybe 2 centimeters per year. So it will take several hundreds of thousand years to be able to have such kind of rifting. And when you look at the Nakuru buildings, a number of buildings have got cracks. Because from below, there's nothing holding. We don't have a rock basement in Nakuru to hold that soil, to hold the mass or the concrete within the surface. 2, we're also doing a lot of destruction of the forest. Maafisa wa kaunti wanasema mipango imewekwa na kufikia Februari mwakani, maeneo ya Nakuru, Naivasha na Gilgil yatakuwa na mwelekeo wa jinsi ujenzi utakavyotekelezwa. There are areas we are limiting to approvals, and that is the western side along the fault line, which we are now the Njoro, the river Njoro, the Bagalia fault line, and this fault line. We are going to peg these areas to ensure that there is no actual development. Because sinking, as long as the rock layer is very soft in these areas, you will experience these things when there are heavy rains.
Wanajiolojia wanapozidi kufanya utafiti, tahadhari imetolewa kuwa majengo marefu yanaweza tu kujengwa baada ya uchunguzi wa kina wa kijioteknolojia kufanyika. Marian Nyambura, runinga ya Citizen, kaunti ya Nakuru.